Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na mutalaa wetu wa somo letu la fasihi kupitia diwani la Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Leo tuko katika shairi la pili lenye kichwa cha habari kinachosema la tahza bid-du'ai, usifanyie mzaa dua. Usifanyie nini? Usifanyie dua mzaa, au usifanyie mzaa dua. Tamam? Katika shairi hili Imam Shafi'i ni kana kwamba anazungumza na mtu ambaye mtu huyo alikuwa na mitihani. Tamam, alikuwa na mitihani, na baada ya kuwa na mitihani ikabidi amwelekee Allah kwa kumwomba dua. Tamam? Lakini inaonesha kwamba mtu huyo alimwelekea Allah pengine mara moja au mara mbili au mara tatu, lakini kila alipokuwa akimwomba mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, Allah subhanahu wa ta'ala akumjibu katika yale maombi yake. Na baada ya kuona kuwa hakujibiwa maombi yake, basi akapuuza tena kuomba dua. Akapuuza kuomba dua. Tamam? Akapuuzia dua, akaona afanye au atafute njia nyingine au akae tu basi na kuomba dua. Sasa Imamu na Shafi'i akaona ampe mauidha au ampe mawaidha mtu kama huyo. Mawaidha gani? Ya kwamba aendelee kuomba dua, kwani dua ina nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika beti ya pili, hayo maelezo tuliyotangulia kueleza ni katika beti ya kwanza. Katika beti ya pili Imamu na Shafi'i anaendelea kumwambia mtu huyo kwamba matatizo na mitihani inayowapata watu usiku na mchana, hata iwe mikubwa vipi mitihani hiyo, hata ikae kwa muda wa mwezi, wa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, mitihani hiyo ni vitu vya kupita tu, si vitu vya kudumu. Tamam? Kisha Imamu na Shafi'i katika beti ya tatu anamueleza pia huyo mtu ya kwamba dua miongoni mwa nafasi zake ni kwamba unaweza kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa dua yako itawafikiana na majibu yake, basi hata kama kuna jambo lilikuwa ni lenye kukuelekea wewe, Allah anao uwezo wa kulizuia jambo kama hilo lisikufikie. Hata kama lilikuwa liko njiani likufike, basi anao uwezo wa kulizuia jambo hilo lisikufikie. Tamam? Lakini pia akamwambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameipa nafasi dua ya kuweza kuzuia hata qadar, kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi aliyopokea Thawbani maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aliposema, amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazidu fil umri illa albirru, hakuna kinachozidisha umri isipokuwa kutenda wema. Wala yaruddu alqadara illa ad-du'a, na hakuna kinachoweza kurejesha qadari isipokuwa nini? Isipokuwa dua. Tumalizie hadithi, itasemaje mwishoni mwake? Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibuhu, na hakika mtu huenda akanyimwa riziki kwa dhambi aliyoitenda. Sasa Imamu na Shafi'i anajaribu kumweleza mtu katika hii beti ya mwisho kwenye hii sadri ya kwanza, anamwambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anao uwezo wa kuzuia lile alilolipanga kwa kupitia dua. Kwa sababu gani? Miongoni mwa nafasi kubwa ambazo dua imepewa
inaweza kuzuia qadar. Jambo kubwa sana hili ambao imegiwa dua. Tamam? Lakini pia katika ajzi ya hii beti ya mwisho anamwambiaje? Allah ikiwa ameshaamua la kukufika likufike, hata kama utaomba dua ambayo ina nafasi ya kuzuia qadar hiyo uliyopangiwa, kama Allah subhanahu wa ta'ala ameshapitisha kwamba ikufikie, basi hata uombe dua gani, tamam, ambalo limepangwa kukufika litakufika. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hili shairi limebeba ujumbe kama huo. Tamam, hakadha. Anasema Imam Ash-Shafi'i, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi, hivi ni kweli unaifanyia mzaha dua, wa tazdarihi, na unaidharau. Anaanza kumwambia huyo mtu gani? Kama tulivyoeleza, alikuwa na haja, alikuwa na matatizo, akamwelekea Allah mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kaona hajajibiwa, akaacha kuomba dua. Tamam? Kwa sababu gani? Kaona hajibiwi. Sasa kule kuacha kuomba dua baada ya kuona haujibiwi, ni kana kwamba umeidharau ile dua, unaifanyia mzaha, ni kana kwamba ni kitu ambacho nini, hakina uzito. Ndio anamwambia atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi, hivi ni kweli unaifanyia mzaha dua, wa tazdarihi, na unaidharau. Wama tadri bima sana'a ad-du'a'u, wama tadri, na hali ya kuwa haujui, hautambui, bima sana'a ad-du'a'u, ya kwamba dua inaweza kufanya mambo makubwa. Wama tadri bima sana'a ad-du'a'u, na hali ya kuwa hautambui bima sana'a ad-du'a'u, kwamba dua inaweza kufanya mambo makubwa sana. Tamam? Akamwambia hivyo, kisha akaja kumueleza kwamba matatizo yapo na yanatupata katika nyakati zote. Sasa matatizo yanatupata sawa, lakini si vitu vya kudumu. Sasa isiwe tatizo likupelekee sawa au likufikishe katika hali ya wewe kuidharau dua. Kwa sababu gani? Kuidharau dua ni sawa na kumdharau Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Sasa tunamwambia, anamueleza na kumwambia, sihamul layli la tukhti, mishale inayotua wakati wa usiku, la tukhti, huwa haikosei shabaha, walakin, lakini hiyo mishale, laha amadun, ina upeo, laha amadun, ina upeo, walil amadi inqida'un, na kila upeo una ukomo, una ukomo. Fayumsikuha idha ma sha'a rabbi, hiyo mishale inayoanguka usiku, tamam, inayorushwa uko iliporushwa ikaanguka usiku, tamam, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua ya mja wake, fayumsikuha, anao uwezo wa kuizuia. Tamam, Allah subhanahu wa ta'ala fayumsikuha idha ma sha'a rabbi. Tumepita kimaana, lakini ki asili ni vipi? Fayumsikuha idha ma sha'a rabbi, kwa kupitia dua ya mja wake, hiyo mishale inayorushwa huko iliporushwa na kuangukia au na kuanguka wakati wa usiku, Allah anaweza kuizuia pindi anapotaka. Kwa fayumsikuha, ana uwezo wa kuizuia mishale hiyo, idha ma sha'a rabbi, pindi anapotaka Rabbi, Mola wangu mlezi. Wa yursiluha idha nafadha alqadha, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaiachia itue inapotua. Sawa, itue inapotua. Wakati gani? Idha nafadha alqadha, pindi inapokuwa imeshapita hukumu yake. Hiyo hukumu na qadar nafsu shay, ni kitu kimoja, kama namna tulivyotafsiri
jana maana ya alqadha tukatafsiri kwa nini ni alqadar. Tamam, hakadha yani. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa ujumbe wa Imamu na Shafi'i kumueleza huyo mtu ambaye aliyafanya yale tuliyoeleza hapo nyuma. Sasa tuangalie mawatinul jamal yaliyopo katika shairi hili. Imamu na Shafi'i mwanzoni kabisa ameanza na istifham, na istifhamu hii ni lil'itab, ni istifham ya kumlaumu mtu. Istifham lil'itabi, istifham ya kumlaumu mtu. Hivi ni kweli unaizarau dua na unaifanyia mzaha dua? Tamam, hii ni istifham ya lil'itab, ya kumlaumu mtu. Sasa tunaona hapa Imamu na Shafi'i ni kana kwamba anaongea na mtu ambaye mkaidi, na mtu ambaye ana ugumu katika hali fulani. Sasa kwa nini hajatumia ala yoyote ya taukid? Tukiangalia kwa haraka haraka tunaweza tusione kwamba kuna chombo cha taukidi, lakini kipo. Chombo cha taukidi ni nini? Kipo. Nacho ni ile fi'lu madhi iliyotumiwa kwa maana ya fi'lu mudhari'un, kama namna tulivyofasiri mwanzo. Kutumia fi'lu madhi katika sehemu ya kutumia fi'lu mudhari'un ni wajhun min awjuhi at-tawkid, ni namna katika namna za taukid. Mfano wake ile hadithi tuliyotuma jana ikisemaje, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illa Allah dakhala aljannata, yule ambaye atakayekufa na hali ya kuwa anajua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, dakhala aljannata, ataingia peponi. Kwa maana gani? Dakhala aljannata, hakika ataingia peponi, hakika ataingia peponi. Tamam. Akiwa amemwasi Allah na akafa aliyakuwa hajatubia, siku ya kiyama atahukumiwa kuingia motoni kwa mujibu wa madhambi yake. Ataadhibiwa yatakapoisha au itakapoisha ile adhabu inayolingana na madhambi yake, atatolewa motoni, ataingizwa peponi. Hiyo ndio hali ya Muislamu. Muislamu yoyote pepo lazima ataingia, sawa sawa, hata kama alimuasi Allah. Tamam, kama alimuasi Allah na kafa hali ya kuwa hajafanya toba, ataingizwa motoni kuadhibiwa kwa mujibu wa kiasi cha madhambi yake. Ile adhabu aliyopangiwa ya kiasi cha madhambi yake inapoisha, ataingizwa wapi? Peponi. Tamam, hakadha yani. Kwa hiyo ametumia taukid Imamu na Shafi'i kwa kutumia fi'lu madhin ikiwa na maana ya fi'lu mudhari, kama nama tulivyosema wama tadiri. Na hali ya kuwa wewe haujui bima sana'a ad-du'a, mambo makubwa yanayowezwa kufanywa na dua, au mambo makubwa ambayo dua inaweza kuyafanya. Na watu katumia lugha hiyo, lugha ya mambo makubwa ambayo dua inaweza kuyafanya. Na hakuna jambo kubwa ambalo dua inaweza kufanya kama kuzuia qadar. Ile nafasi ya dua kwamba inaweza kuzuia qadar ni nafasi kubwa sana. Dua imepewa nafasi kubwa, sababu qadar ni kitu ambacho Allah ameshakiandika. Na ile hadithi niloisoma ya Thawbani ni hadithun hasanun, ameipokea Ibn Majah kwa tamshi la yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Sawa, lakini pia ikaja hadithi nyingine ameipokea Imam Tirmidhi, na akaipokea pia al-Imam al-Bazzar, na akaipokea pia al-Imam at-Tabarani, ikiwa na tamshi wala yaruddu al-qada'a illa ad-du'a. Tamam, ni hadithun hasan, hadithi imesih, ni hadith hasan. Tamam, lakini pia hadithi ile inatiliwa nguvu na aya ndani ya Qur'an. Allah anasemaje? Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhu Allahu ma yasha'u, Mwenyezi Mungu anafuta atakacho, anakifuta atakacho.
wa yuthbitu, na anakithibitisha chengine ambacho hakikuwepo. Kwa maana ikiwa mtu aliandikiwa kitu fulani akajitahidi kwenye dua kiasi dua ile ikafikia hatua ya kurejesha kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamfutia yale aliyompangia mwanzo kisha atamwandikia mengine. Tamam, hakadha. Na ili wa yuthbit ina maana mbili. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, Mwenyezi Mungu anafuta atakacho. Wa yuthbitu ina maana mbili. Wa yuthbitu maana ya kwanza anathibitisha, kwa maana anaweza kuthibitisha chengine, kwa maana kuandika chengine baada ya kuwa mwanzo aliandika hivi. Wa yuthbitu ya pili anaweza akaacha vile vile, ukaomba dua lakini kabaki vile vile. Tamam. Na haya ndiyo aliyokuwa na yakusudia Imamu Shafi'i kwa kusema wama tadri bima sana'a dua, na hali ya kuwa wewe hujui kwamba dua inaweza kufanya mambo makubwa afu unafanya hivyo. Tamam. Hiyo au hizo ndiyo mawatilul jamal katika beti ya kwanza. Beti ya pili, Imamu Shafi'i ameleta isti'aratun makniyatun tabi'iyatun mutlaqatun. Tamam. Kwa kufananisha mshale na matatizo. Alichokusudia kwa kusema sihamul laili ni masaibul laili wan nahar, hicho ndicho alichokusudia. Sihamul laili hapa amekusudia masaibul laili wan nahar, matatizo yanayowapata watu usiku na mchana. La tukhuti, kwa kuwa yameshaandikwa huwa hayakosei njia, lazima yawapate wale watu. Sasa ametumia tamshi la siham akiwa anakusudia matatizo, masaibu al-layli wan-nahar. Tamam. Kwa ametumia isti'aratun makniyatun mushabbahun bihi, hajamtaja hapa, hajamweka, kamweka mushabbahun. Tamam, kamweka mushabbahun. Lakini pia tabi'iyatun, isti'ara hii ambayo makniya ni tabi'iyatun. Kwa sababu gani? Al-lafdhul musta'aru ni kitendo la tukhti. Al-lafdhul musta'ar ni mushtaqun. Sawa? Ni tamshi gani? Ni tamshi mushtaqun. Sawa? Nalo ni kitendo ambacho ni la tukhti. Sasa kwa ni tabi'iyatun. Ingekuwa ni ismun jamidan, ingekuwa ni isman jamidan, ingekuwa nini? Mujarrada. Sasa lakini al-lafdhul musta'ar hapa ni mushtaqun, nacho ni kitendo, kwa ni tabi'iyatun. Lakini pia mutlaqatun, limadha? Kwa nini kan isti'aratun makniyatun tabi'iyatun mutlaqatun? Kwa sababu hii sifa ya kutokukosea ni sifa ambayo inaingia katika nini? Mshale, na sifa inaingia katika matatizo ambayo yameshaandikwa. Sawa? Huwa lazima yamfike yule ambaye ameandikiwa. Tunasemaje? Ma asabak lam yakun liyukhtiyak, kile ambacho kimekupata hakikuwa ni chenye nini? Kukukosa. Tamam. Kwa hiyo ile sifa sawa ya kukosa, sawa ya kutokukosa inaingia kwa mushabbahun bihi na kwa mushabbahun. Sasa kwenye matatizo inaingia na kwenye mshale pia unaingia. Mshale unapotumwa au mishale inapotumwa, inaporushwa vile, huwa inaweza ikapatia au ikakosea. Tamam, hakadha yani. Kwa hiyo mawatil jamal katika beti ya pili ni nini? Isti'aratun makniyatun tabi'iyatun mutlaqatun laha amadun walil amad inqida'un. Shapita kwamba matatizo yale yanawapata watu usiku na mchana, hicho ndicho alichokusudia. Lakini ametumia tamshi la siham, lakini amekusudia matatizo yanayopata watu usiku na mchana. Tamam, hakadha. Lakini kwa nini atumie usiku tu? Kwa nini atumie usiku tu? Kwa nini atumie usiku tu? Kwa nini atumie wakati wa usiku tu?
na asiutaje mchana. Kwa sababu gani? Matatizo yanayopatikana usiku huwa ni matatizo makubwa sana kuliko ya mchana. Na ukubwa wake haimaanishi kwamba mchana hayapatikani matatizo, hapana. Mchana hupatikana matatizo, lakini matatizo ya mchana ni mepesi kupatiwa utatuzi kuliko matatizo gani? Matatizo ya usiku. Lakini pia vile vile kila mtu huwa anaona ni bora apate matatizo na majanga wakati wa mchana kuliko usiku. Kwa hiyo hapa pia kwa kule kutaja usiku tu kisha akawa amekusudia na mchana pia pia ametumia uslubu wa kibalagha ambao unaitwa at-taghlib. At-taghlib. Taghlib ni kuwepo vitu zaidi ya viwili katika sehemu moja, lakini ukakipa nguvu kitu kimoja kuliko chengine. Ukakitanguliza kitu kimoja kuliko kitu chengine. Mfano wake amekuja katika Qur'an katika suratu Tahrim, wa kanat minal qanitin. Tuna hiyo kanat pale amekusudiwa mwanamke, lakini sifa aliyoegemezewa ni sifa ya wacha Mungu ambao ni wanaume. Wa kanat minal qanitin, na alikuwa mwanamama huyu ni katika wenye kumcha Allah. Kwa nini? Taghlib. Kwa sababu wanaume ndio wamesifika zaidi kwa sifa ya kuwa ni wacha Mungu kuliko wanawake. Tamam? Hakadha. Kisha huku chini Allah Imamuna Shafi'i ndo akaja kumalizia maelezo ambayo aliyakusudia mwanzo. Tamam? Sasa hapa kuna faida ya kinini? Faida ya kiaqida. Faida ya kiaqida amesemaje Imam Shafi'i kama tulivyoeleza mwanzo kwamba alikuwa na mueleza mtu huyu mwenye sifa hii ya kudharau dua. Sasa ya kudharau dua. Na picha halisi si kwamba alikutana na huyo mtu, lakini pengine yeye mwenyewe tu alikaa akahisi kwamba kuna watu wanaweza kawa na hali kama hizi za kuomba dua siku ya kwanza, ya pili, ya tatu hajaona matokeo, basi anaacha. Hawana subra katika dua. Wakati dua inataka subra. Ukiona katika Ihya Ulumuddin ya Imamuna Al-Ghazali anasema pale, hakumtaja jina mtu aliyesema hivyo, lakini akasema waqala ba'dhum, na alisema mmoja katika watu waliotangulia. Sawa? Alisemaje? Inni as'alu Allah azza wa jalla mundu 20 sanatan wama ajabani wa ana arju al-ijaba. Katika mlango wa dua kwenye Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ananukuu maneno ya mtu aliyetangulia kunyuma, akasemaje? Inni as'alu Allah azza wa jalla mundu 20 sanatan wama ajabani wa ana arju al-ijabata. Mimi namuomba Allah tangu miaka 20 nyuma na mpaka leo hajanijibu, lakini bado nasubiria kujibiwa dua yangu. Sasa Imamu Shafi'i alipofikiria kwamba kuna watu huenda wakawa wanapitia katika hali kama hizi ya kuomba dua mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kisha baadaye akaona kwa kuwa sijajibiwa basi siombi tena. Si nimenyimwa, siombi tena basi. Ndo akaeleza zile nini? Zile naswaha zake. Sasa na kile ambacho ameona kinafaa kufikishwa. Sasa chini akasemaje? Fayumsikuha idha ma sha'a rabbi. Hiyo mishale ambayo tumepita kwa maana nini? Matatizo. Tamam? Ndio hakika yake. Tamshi imetumika la mishale, lakini hakika ni matatizo. Sawa? Fayumsikuha idha ma sha'a rabbi. Mola wangu mlezi kupitia dua ya mja wake. Tamam? Anao uwezo wa kuizuia, kwa maana anao uwezo wa kuyazuia matatizo kwa kupitia nini? Kwa kupitia dua. Kwa sababu gani? Dua imegiwa nafasi hiyo. Na utaona katumia lugha nzuri, imesharushwa hiyo mishale, inasubiri kutua tu kwa pale ambapo imeelekezwa, lakini kwa kupitia dua Allah anaweza nini? Kuizuia hata kama imeshafika katikati au pengine kule inapokwenda ipo karibu kuliko ilipotoka, inakaribia kutua. Kupitia dua Allah anaweza nini? Kuizuia. Lakini sasa je, ni lazima kila Allah anapoombwa ajibu? Hapana. Hakuna kitu ambacho ni wajibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni faida ya kiitikadi sasa, ya kiaqida, faida ya tauhid. Tukija kwa Mu'tazila, wao wanasema Allah kufanya aslah, yani jambo lenye maslaha kwa viumbe wake ni wajibu. Kwa maana gani sasa? Akiombwa Allah ni lazima ajibu.
Sawa sawa? Mja wake akipata maradhi ni lazima amponye. Mja wake akiwa na dhiki lazima ampe riziki. Hiyo ndio itikadi ya Mu'tazila. Lakini Imamu al-Shafi'i hapa yeye yupo katika itikadi ile ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Akataja hali zote mbili, akataja sifa zote mbili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazo. Allah anaweza kuzuia dua anapotaka kwa mja wake baada ya kuwa mja wake ameshamuelekea, lakini wa yursiluha idha nafadha alqada. Ikiwa atasema hapana, nataka vile vile nilivyomwandikia ndio vile vile, sawa sawa, ile mishale kwa maana yale matatizo ambayo yamepangwa amfikie fulani atamfikia tu. Tamam, hakadha yani. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wa Imamu na Shafi'i, sawa sawa, akitufikishia naswaha sote kwa wale wenye tabia hiyo na wale ambao hawana tabia hiyo. Akisemaje? Atahzau bid-du'a wa tazdari. Hivi ni kweli unaifanyia mzaha dua na unaidharau? Wama tadhin, hali ya kuwa hautambui bima sana'a ad-du'a, kwamba dua inaweza kufanya jambo kubwa kama namna tulivyoeleza na hapo tumia mambo makubwa hakadha yani. Kwa atahzau bid-du'a wa tazdari, hivi ni kweli unaifanyia mzaha dua na unaidharau? Wama tadri, na hali ya kuwa hautambui bima sana'a ad-du'a, kwamba dua ina uwezo wa kufanya mambo makubwa. Sihamul laili la tukhti, matatizo yanawapata watu mchana na usiku kwa kuwa yameshaandikwa huwa hayakosei njia. Sawa sawa, huwa hayakosei njia, yanawapata wale ambao nini wameandikiwa yawafikie matatizo hayo. Walakin laha amadun walil amadi inqidha, lakini hayo matatizo yana upeo walil amad, na kila upeo inqidhaun, una ukomo. Waswahili wanasemaje? Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Sawa sawa, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Kila kitu kina upeo katika makhluqat, katika viumbe kila kitu kina upeo, hakuna kisichokuwa na mwisho katika viumbe. Tamam, hakadha yani. Kwa hiyo katika biti ya pili kana kama namwambia matatizo yapo. Sasa matatizo yasikupelekee ukadharau dua. Kwa sababu gani? Matatizo yakipangwa mtu amfike, anamfika tu. Sasa aombe dua asiombe, lakini pia hayo matatizo si vitu vya kudumu. Kwa hiyo haina haja wewe ya kudharau dua na kuifanyia mzaha dua. Tamam, hakadha. Sasa akasema vipi pia? Fayumsikuha idha ma sha'a rabbi, hayo matatizo ambayo yameshapangwa yamfikie fulani na fulani, kupitia dua Allah anaweza nini kuyazuia. Wa yursiluha idha nafadha alqada, lakini pia Allah anaweza nini akayaachilia yawafike wenye kuwafika. Sawa, Allah anaweza nini akayaachilia yawafike wenye kuwafika. Tamam, Allah nini anaweza kuyaachia yawafikie wale ambao nini wameandikiwa yawafikie. Sawa sawa, pindi inapopita nini kadari ya kwamba lazima nishasema hivyo, basi imepita. Tamam. Lakini tunahusiwa mno sana kukithirisha dua. Tamam, tunahusiwa mno kukithirisha nini dua. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika dua kuna vitu vitatu. Jambo la kwanza, mwenye kuomba dua atasamehewa dhambi. Ikiwa hajajibiwa atasamehewa dhambi yake hapa duniani. Dhambi yoyote ile Allah ataangalia, atamsamehe. Jambo la pili, anapoomba dua mtu basi atajibiwa haraka. Hii jambo la pili. Jambo la tatu, ikiwa hakufutiwa dhambi zake hapa, basi kesho zile dua ambazo ameziomba ataikiwa ni kama thawabu atapewa. Tamam. Lakini kikubwa ni sisi kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuomba dua tena sana. Hicho ndio ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia nacho. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha daa ahadukum falyu'adhim ar-raghba, falyu'adhim ar-raghba, pindi atakapoomba mmoja wenu basi matamanio yake ya kujibiwa yawe yapo juu,
ayafanye matamanio yake ya kujibiwa yawe yapo juu. Fa inna Allah ta'ala la yata'adhamuhu shay'un, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu chenye uzito na ukubwa mbele yake. Tamam, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inatakiwa tamaa ya mu'min pale anapoomba dua iwe katika kiwango cha juu. Ifikie daraja gani? Ifikie daraja kwamba aamini nikishusha mikono chini basi najibiwa hapo hapo, hata kama alichokiomba kiwe kina uzito na ugumu kiasi gani kukifikia. Lakini matamanio na tamaa ya mu'min kujibiwa dua na Allah subhanahu wa ta'ala inabidi vipi? Iwe katika kiasi hicho, kwamba naomba dua hapa nikishusha hapo hapo najibiwa. Hiyo ndo tamaa ya mu'min inabidi iwepo wakati ambapo nini anaomba dua. Kwa sababu gani? Hakuna kitu kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Ghazali ananukuu kwenye kitabu chake cha Ihya maneno ya Sufyan ibn Uyayna akisemaje, la yamna'anna ahadukum min ad-du'a ma ya'lam min nafsi, asijizuie mmoja wenu kuomba dua anayoijua katika nafsi yake. Kwa maana kama kuna dua mtu kuna kitu anakihitajia mtu kipo katika nafsi yake, anatamani akiombe leo kesho, amuelekee Allah amuombe leo kesho, basi asijizuie. Fa inna Allah, kwani hakika Allah ajaba du'a sharri khalqi, Allah ameijibu dua sasa ya viumbe mbaya kuliko viumbe wake wote, naye ni Iblis. Alisemaje? Fa anzirni ila yawmi yub'athun, na kuomba unibakishe mimi Allah mpaka siku atakayofufuliwa hawa. Allah akamjibu dua yake. Sasa wewe muumini vipi uzembee katika dua? Tamam, kwa dua ni kitu kikubwa na dua ina nafasi kubwa. Tujitahidini nini? Tuombe dua kwa wingi. Ibn Ata al-Iskandari ana maneno yake anayosema, la tata'adda niyyatu himmatik ila ghairi falkarimu la tatakhatahu al-amalu. Ibn Ata al-Iskandari anatuwafahamisha kwamba Allah ni karimu akisemaje, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairi. Anamwambia mtu nia ya hamu yako ya kuomba dua isivuke ikaenda kwa mtu mwingine. Muelekee Allah, Allah ni karimu. Akasemaje? Falkarimu la takhatahu al-amal, kwani karimu sasa huwa havukwi kwa yale malengo ya wenye kuhitaji. Kila mtu ambaye ana shida, kama ana rafiki yake karimu, anaamini nikimwendea yule hanirejeshi lazima atanipa, basi mtu yote mwenye shida, mtu wa kwanza kumfuata ni rafiki yake ambaye ni karimu. Kwa sababu gani? Kila mtu kwa yule ambaye ana uhakika wa kumpa ndo huwa anamuelekea zaidi. Sasa kuna karimu kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna kitu kingine kikarimu kushinda Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Kwa hiyo tuitilieni umuhimu dua, na tunapomuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala tuwe na raghba ya juu sana, na tumuombe Allah asitujalie tukawa miongoni mwa wale watu wenye kukata tamaa juu ya dua. Watu ambao wanaomba leo, kesho kutwa wameomba wakaona hawajibiwi wakaacha kuomba dua. Hapana, tuombeni dua. Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake, mja wake, tamam, huwa anatamani na muda wote huwa anatamani muda wote kumsikia vile namna anavyonyenyekea mbele yake. Sawa? Wanawazuoni wamemsifu kwa sifa mbaya yule mtu mwenye kuzembea katika dua. Al-Imam Tabarani amepokea hadithi inayosema
a'jazu an-nasi man ajaza ni dua. Mtu aliyeshindwa kuliko watu wote ni ule mtu aliyeshindwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio katika nini? Katika watu walioshindwa. Kwa hiyo mashairi ya Imamu na Shafi'i ametoa nasaha kwa umma wote. Kama nilivyosema kwamba si kwamba kuna mtu alimuona moja kwa moja na hali kama hiyo, lakini alikaa akafikiria kwamba huenda watu wakapitikiwa na hali kama hii. Sawa? Hali ya kuwa naomba dua mtu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu anashindwa, basi anaacha kuendelea kuomba dua. Wanawazuoni walikuwa mpaka ilmu mtu aache kuomba dua ya ilmu mpaka anakisha nimepata, na hata akipata pia alikuwa bado akaendelea kuomba dua ya ilmu. Tamam. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi